Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Omari Kipanga, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Peter Serukamba, Mkuu wa Mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Mama Monica Mbega, Kaimu Mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Ruku, Washamu Maaskofu Gervas Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Jimbo la Mbeya, Mwashamu Tarsisius J.M. Galalaepintwa, Askofu Mstaafu wa Jimbo la Iringa, waheshimiwa wakuu wa wilaya mlioko hapa mkiongozwa na Mheshimiwa Heri James, mkuu wa wilaya ya Iringa, mstahiki meya manispaa ya Iringa, kamati za ulinzi na usalama za mkoa na wilaya, makamu mkuu wa chuo Dr. Pius Mgeni, manaibu wa makamu mkuu wa chuo Sister Profesa Christina Lekule na Profesa Dominicus Kasilo, waheshimiwa wajumbe wa baraza na seneti ya chuo, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, waheshimiwa wakurugenzi wa halmashauri za mkoa na wilaya, ndugu wakuu na wawakilishi wa taasisi mbalimbali zikiwemo za vyuo vikuu, waheshimiwa mapadre, watawa, viongozi wa mashirika na dini mbalimbali mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa na asasi za kiraia, waheshimiwa machifu wetu wa mkoa wa Iringa, waheshimiwa wahadhiri, wakufunzi na wanafunzi wa chuo, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi RUCUSO pamoja na wanafunzi wote, ndugu wanahabari, wazazi, walezi, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, naomba na mimi niungane na wengine kukukaribisha katika maadhimisho haya ya miaka 20 ya chuo chetu. Tunakushukuru sana kwa kuthamini mwaliko wetu na ikakupendeza kuja kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kilianzishwa na Kanisa Katoliki kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania baada ya kuona umuhimu wa kutoa fursa kwa vijana wa nyanda za juu kusini na kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu ili wapate elimu ya juu na pia kuchochea maendeleo ya kijamii na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, tunaweza kusema chuo hiki kilianzishwa kama jibu la wito wa mabadiliko ya kielimu na kiuchumi, kama anavyonukuliwa Rais wa 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, aliyesema elimu ndiyo silaha bora zaidi ya kujijengea mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kihistoria, mnamo miaka ya 2000 serikali ilitoa kwa Kanisa Katoliki majengo ya kilichokuwa chuo cha Benki ya Taifa ya Biashara NBC ili kanisa liweze kuanzisha chuo kikuu. Hii ilikuwa hatua muhimu kwa kanisa kupata miundombinu bora kwa ajili ya kutoa elimu bora kwa taifa. Zaidi ya hayo,
waamini wa Jimbo Katoliki la Iringa, maaskofu wa majimbo mbalimbali na wadau wa madhehebu mengine wenye mapenzi mema walitoa michango yao ya hali na mali katika kufanikisha uanzishwaji wa chuo hiki. Ushirikiano huo wa kidini na kijamii umeleta mafanikio haya na hivyo kutimiza usemi wa Mahatma Gandhi kuwa kama kila mmoja wetu atachukua jukumu la kumsaidia mwingine, tutajenga dunia ya amani na maendeleo. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, napenda kumshukuru kwa dhati Mhashamu Baba Askofu Tarsisius J.M. Galaleki Mtwa, askofu mstaafu wa Jimbo la Iringa, ambaye alisimamia hatua kwa hatua uanzishwaji wa chuo chetu. Ni furaha kwetu na kwake kuona kuwa tunaadhimisha miaka 20 ya chuo ndani ya mwaka wa kustaafu kwake, tena katika mwaka mtakatifu wa jubilei ya miaka 2025 ya uinjilishaji wa Ukristo duniani kote. Hakika mzee wetu anastahili maua yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati chuo kinaanzishwa kulikuwa na vitivo viwili kama ambavyo tumesikia kwenye hotuba zilizotangulia. Hadi tunapoadhimisha miongo hii miwili, chuo chetu kina jumla ya vitivo 6. Mafanikio haya yasingeweza kufikiwa bila michango ya wadau wengine ambao wamekuwa sehemu ya maendeleo ya chuo chetu, hususan serikali ya Tanzania. Kama ambavyo tumesikia kwenye hotuba ya mwenyekiti wa baraza la chuo, serikali imekuwa ikitushika mkono kwa namna moja au nyingine na kushirikiana nasi katika kufanikisha kuwa chuo kinapiga hatua. Mfano mzuri ni mchango wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zetu za kukamilisha mradi wa ujenzi wa kitivo cha afya katika jengo la Science Park, pamoja na mchango mkubwa wa serikali katika ukamilishaji wa jengo hili. Natambua kuwa wadau wengine wengi wa ndani na nje ya jumuiya ya chuo chetu nao walitoa mchango mkubwa katika ukamilishaji wa mradi huu. Hii inatukumbusha maneno yaliyosemwa na Rais mstaafu wa Marekani Barack Obama kuwa maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hayapo tu katika mikono ya viongozi, bali pia katika mikono ya raia ambao wanajitolea kwa manufaa ya taifa lao. Kauli inayoweza kuungwa mkono pia na maneno ya aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza Winston Churchill aliyesema kuwa hatua ndogo na za polepole lakini zenye mwelekeo thabiti ndizo zitakazofanya tofauti kubwa katika maisha ya baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali na wadau wengine wote ambao wamesaidia katika ukamilifu wa mradi wa jengo la Science Park. Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba tena. Pamoja na kukamilika kwa jengo la kituo cha afya, bado tuna uhitaji mkubwa wa vifaa tiba ili kituo hicho kianze kutoa huduma kwa wanafunzi, wafanyakazi na jamii ya Wanairinga. Naomba jamii ya Iringa na wananchi kwa ujumla watambue ya kuwa kituo cha afya ni ndoto iliyoanza kutimia kutokana na jitihada hizo, na leo tunajivunia kuwa hatua kubwa imepigwa katika kuhakikisha Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinatoa mchango mkubwa kwa jamii,
si tu katika sekta ya elimu, bali pia katika sekta ya afya. Huu ni mfano mwingine wa jinsi gani Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinavyojitahidi kuleta mabadiliko chanya kwa jamii na ni sehemu ya jukumu letu la kijamii kama taasisi inayohudumia wananchi. Huu ni mchango wetu wa moja kwa moja kwa juhudi za serikali ya Tanzania katika kuhakikisha kuwa huduma za afya zinawafikia wananchi wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuhitimisha hotuba hii, napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza wewe binafsi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kazi nzuri unayoifanya katika taifa letu. Katika kipindi chako cha uongozi umekuwa na mchango mkubwa katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi, elimu na maendeleo ya taifa letu. Kama mpenda maendeleo na mjenzi wa taifa, umeonyesha uongozi wa kipekee katika kuboresha sera za kifedha, kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya elimu na katika kuhimiza ufanisi wa miradi ya maendeleo. Zaidi ya hayo, jambo moja kubwa ambalo tumejifunza kutoka kwako ni unyenyekevu mkubwa ulionao. Licha ya wadhifa wako mkubwa, ni tamanio letu kuona viongozi wengine katika taifa letu wakiiga mfano wako. Baada ya kusikia kuwa unaelekea kumaliza utumishi wako, hatuna budi pia kukutakia maisha mema marefu yenye heri na baraka za Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba shukrani zetu za dhati zimfikie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuunga mkono daima, na tunamtakia kila la heri katika kazi zake za ujenzi wa taifa. Tunajivunia kuona jinsi anavyoshikilia na kutekeleza kwa vitendo dhamira yake ya kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi wa Tanzania. Tunaamini kwamba uongozi wake utaendelea kuwa mwanga katika safari ya taifa letu kuelekea maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nihitimishe hotuba yangu kwa kukualika umkabidhi zawadi Baba Askofu Tarsisius Galale Mtwa, askofu mstaafu wa jimbo la Iringa na muasisi wa chuo chetu, kwa majitoleo yake katika uanzishwaji na usimamizi wa chuo chetu hadi kustaafu kwake. Amefanya kazi kubwa sana na kwa imani kubwa tokea mchakato wa kuanzisha chuo chetu hadi leo hii. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kama alama ya ukumbusho, tunaomba pia kukabidhi wewe binafsi zawadi yetu ndogo kwa upendo ulionao katika chuo chetu.
Makofi tena tafadhali. Masha masha.